Ukiumwa mara nyingi unapewa dawa za kumeza ili kurejesha afya na siha njema, sivyo? Lakini utafiti umebaini jambo la kushangaza. Baadhi ya dawa hizi, licha ya kutibu matatizo ya kiafya, pia hukupiga chenga katika eneo lisilotarajiwa, nguvu za kiume. Leo tutaangalia makundi 6 ya dawa zinazotumika sana duniani, lakini ambazo tafiti zinaonyesha zinaweza kupunguza hamu, msisimko au uwezo wa tendo la ndoa kwa baadhi ya wanaume. Muhimu zaidi, tutajua pia suluhisho na hatua za kuchukua ili kulinda afya ya mwili na pia maisha ya kitandani. Moja, dawa ya kutuliza maumivu. Dawa ya kutuliza maumivu hutumiwa sana hata kwa maumivu madogo, lakini tafiti zinaonyesha matumizi ya mara kwa mara yanaweza kuingilia uzalishaji wa homoni na seli za uzazi, hivyo hupunguza hamu ya tendo la ndoa. Ya pili ni dawa ya kuzuia wasiwasi, anti-anxiety. Dawa zinazotuliza hofu na wasiwasi husaidia wagonjwa wenye matatizo ya akili au msongo wa mawazo, lakini madhara yake yanaweza kuwa ni kupungua kwa msisimko wa tendo la ndoa na wakati mwingine hata kuchangia usingizi kupita kiasi. Ya tatu ni dawa ya kutibu kuganda kwa damu na cholesterol. Dawa hizi huzuia mshtuko wa moyo na kulinda mishipa ya damu, lakini kwa baadhi ya wanaume huathiri utendaji wa homoni na seli za uzazi na hivyo hupunguza uwezo wa tendo la ndoa. Namba 4 ni dawa za msongo wa mawazo. Wanaume wanaotumia dawa za kutibu huzuni, msongo wa mawazo au kukosa usingizi mara nyingine hukumbana na kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa, matatizo ya kusimama uume au kuchelewa kumwaga mbegu. Ya 5 ni dawa za kushusha shinikizo la damu. Dawa hizi ni muhimu kwa kudhibiti presha ya damu, lakini zinaweza kuathiri mishipa ya damu na mfumo wa neva na husababisha changamoto ya nguvu za kiume. 6 ni dawa za magonjwa ya kifua kikuu na vifua vingine. Dawa fulani za kupumua, ikiwa ni pamoja na baadhi ya dawa za kifua kikuu au dawa za kupunguza kuziba kwa pua, zimehusishwa na changamoto katika tendo la ndoa pale zinapotumika kwa muda mrefu. Kumbuka, dawa hizi zote hutolewa kwa sababu halali za kiafya na mara nyingi zinaokoa maisha, lakini kama utagundua mabadiliko kwenye nguvu zako za kiume baada ya kuanza dawa, usiogope na usinyamaze. Zungumza na daktari wako. Afya ya tendo la ndoa ni sehemu ya maisha yenye ubora, na kwa msaada sahihi, suluhisho hupatikana.